الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي أساس كل خير ومنبع كل حكمة، وبها تصلح الأقوال والأفعال والأعمال. أيها الشباب الكرام، نعيش في زمن السرعة، سرعة في الكلام وسرعة في القرارات وسرعة في الأحكام، حتى أصبح الاستعجال سمة من سمات حياتنا، مع أن الله سبحانه وتعالى حذرنا منه وبين لنا خطره. قال تعالى: وكان الإنسان عجولا. وقال سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. فهذه طبيعة بشرية، لكن المؤمن العاقل هو من يضبطها بالإيمان والحكمة ولا يترك نفسه تقاد بالعجلة والهوى. أيها الأحبة، إن الاستعجال قد يوقع الإنسان في أخطاء جسيمة، ولهذا دعا الإسلام إلى تأني والتثبت. أيها الشباب، التأني لا يعني الكسل ولا ضعف الهمة، بل يعني التفكير قبل الفعل والنظر في العواقب والاستعانة بالله قبل الإقدام. وقد أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه، واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. Hili ni juma letu la tatu la mwaka huu wa 26 na ni mfululizo wa khutba ambazo tumezianza, hasa wakiwa walengwa na wakusudiwa maalum ni wale wapenda kwa mkuli wa Gen Z, yani shabab, vijana, youth. Juma lililopita tulipiga mfano wa kuonesha kadiri gani vijana ni muhimu katika jamii na wana uwezo na nguvu kubwa kiasi kipi. Kupiga mfano wa kitwa cha gari la moshi, lakini kuna somo moja ambalo ni muhimu vijana waifundishe kutokana na kitwa cha gari la moshi. Wale ambao wameshuhudia gari la moshi hata kama katika sinema, wakati likianda mwendo wake haliandi kwa mtutu, yani kwa kasi, haliandi kwa kasi kabisa, uanda katiti, hatua taratibu. Hata kiwa mtu ni mwando kuliona tena tasikilia lini bana mwendo hono, mwendo wa yongo, lakini katiti kisambeho kuenda likishika kasi. Ni muhimu sana vijana watukue somo katika hii hali. Vijana wengi mashallah hujaribu wakajitahidi, lakini utakuta hufanya maamuzi ya haraka ya mbio, mambo wataka upesi
bila ya utulivu na kuandamana mambo taratibu, katika hatua kwa hatua. Uwezi wataka kupanda ngazi ya viwango 10 ukianda uweke guu 5, haiwezekani. Lazima iko kiwango cha chini, cha pili, namna hiyo. Kwa hiyo hapa ndipo mahala nguvu na juhudi na bidii za vijana hupotea, haionekani natija yake, kwa sababu wataka mambo ya chapchapu, mambo ya haraka. Wakifanya jambo leo, kesho mtondo wapate mavuno yake. Haiwi namna hiyo, sio mpango, ingawa ndiyo tabia ya binadamu. Kwa Mwenyezi Mungu alituambia Subhanahu wa Ta'ala, wa kana al-insanu ajula, binadamu ameumba umbile lake ni mtu mwenye haraka, umbile lake ataka haraka. Lakini pamoja na hayo, Mwenyezi Mungu akatuhusia kwa kupitia Mtume sallallahu alaihi wasallam tuwe watu wa makini, watu wa taratibu, watu wa polepole na kuangalia mambo kwa kufikiria na kupanga kwa makini kabisa. Kwa hiyo halina budi hilo jambo. Tukao katika zama za mkuliwa asru sur'a, zama za upesi, zama za kasi na upesi na haraka na mbio zibakie katika mambo ya internet. Basi katika maisha ya kihakika, in the real life, kusiweko na mambo ya kasi. Shauri tukubali kwenda kulingana na ule taratibu za itakaniwazo, ama mambo ambayo yahitajika kufanywa kwa taratibu gani. Mambo yetu mengi ya watu binafsi ama mambo ya kijamii hayaendi mbali. Kwa sababu hiyo tunataka kuanza jambo kwa kasi, kwa mbio, na tunataka tulifanye tuvune matunda, hata mti hauyakamilika kukua. Ndio maana tukawa hatupati yale matokeo ambayo tarajiwa, na baada yake wale watu wafapo moyo, kuna tumefanya mangapi hayakuwa ndaa. Kuangalia tungutoa mawili tu, kaangalia wewe sura mambo atakao kwenda. Mungu apangao kila kitu, ndio Mungu ndio apangao kila kitu, lakini Mungu ameweka sababu zake. Watu wakifanya kadha matokeo yake yatakuwa ni kadha. Mtume sallallahu alaihi wasallam sana akatuambia, ataani min watu shaitan, upoe kutokana na Subhanahu wa Ta'ala, wala min shaitani yake haraka mbio mambo hayakufikiria kutokana na mara nyingi utakuwa kwa mfano ubakiwa mayuto baadaye. Sasa yao majibu ya secondary school ya form 4 yametoka, alhamdulillah. Idadi si toto ya vijana ambao si kama nyaka za nyuma watapata nafasi ya kwenda kujiunga ama kuiunga na zuo kikuu. Alhamdulillah, pate tu peke yake imetoa vijana 17 pate secondary school. La Mugazi nadhani 30 na idadi kubwa, si toto Peketoni wako si haba. Lakini utakuta hawa ambao wamezofanya uzuri mpaka majibu yametoka, hawana fikra wao tunataka kufanya nini baada ya form 4. Hana fikra, nitakalo kumtokea ndio atakalo kuliamua. Taamua tu ghafla, mimi nataka kusoma udaktari. Kienda kwenye udaktari, kumelipwa mapesa ya kulipwa yote, baada ya miezi hii mimi siwezi, haya sitaki tena, nataka kubadilisha. Mwaka ule mara amekuwa na huku hakunifai, sifahamu, akili yangu haishiki. Yote haya ni kwa sababu gani? Maamuzi yasiyokuwa ya busara, mambo ya kufanya maamuzi ya haraka ya mbio. Hakuna ataani ile utuvu, kuliangalia ile jambo, kulitafiti, kuona taweza siwezi, raghba yangu iko hapa haiko. Pia hapa napenda kutanabahisha wazazi wasiwalazimishe wana wao kwenda kusomea jambo ambalo hawalitaki ama hawalipendi. Mtapoteza mapesa yenu bure tu. Maadamu jambo halitaki, halimo kwenye roho yake, simlazimishe, muate amue maamuzi yake mwenyewe. Wewe utakuwa umeweza kufanya wajibu wako. Nafasi ni hizi, masomo yaliyoko ni haya, angalia ile ambalo mwenyewe utapenda. Tena kizama kizuka hawezi kukulaumu, lakini ukimlazimisha itakalo kutoka, mimi sikutaka, babangu alinilazimisha, mama aliniambia afanya yao, sikupenda mimi, si maamuzi yangu, ni aliamuliwa.
ndio ile itokea baadaye. Kwa hiyo mara nyingi pahali ambapo sisi uharibikiwa ni katika kufanya mambo ya bila ya kufikiria, na Mtume SAW alitufunza kwamba idha aradta an taf'ala amran fatadabbar aqibatahu, ukiwa wataka kufanya jambo kwanza fanya hesabu za mbele, matokeo ya jambo hili itakuwa ni gani. Mtu amepata mapesa yake laki wa nusu, kwanza enda kuzengea Honda, mimi nitaka bodaboda, haangalii kuna bodaboda ngapi uketi pale kutwa zifanye chochote. Ama ikiwa zaidi ya hapo waweza kununua kimotoraboti cha mwendo kasi za kwenda kuzitosa, haangalii pale pwani, kwanza Tundani mpaka karibu ya Shela, zitiziwe nanga tele, speedboat zikazina kazi. Zombo za usafiri zimekuwa zingi ushinda wasafiri wenyewe. Kafikiri hilo, mimi nitaka speedboat, yende mapesa yapotee, pengine akitupe baadaye kwa dunia thamani. Yote haya ni matokeo kwa sababu hakuna maamuzi ya makini, maamuzi ya busara, ambao ndio amri takikani wao. Muislamu hafai kuifanyia tu jambo yao. Wengine utakuta mtu umefanya harusi ya shangwe ya sheshegi, mapesa yameteketea kweli kweli, wiki ya pili hata utasikia wamewatana. Kwa sababu ya kuwatana ni maamuzi ya haraka bila ya kufikiria. Amekuya haya mambo hataki kucheleweshwa, chapuchapu tufanyie, tumalizeni, baada ya siku 3, 4, wiki, mwezi, talaka tayari. Yote haya ni matokeo ya kukosa ataani na kufanya maamuzi ya busara, kutofikiria lile jambo kwamba hili mkifanya yao matokeo yake yaweza kawa ni kadhaa namna hii. Ni muhimu sana hii nasiha hasa kwetu sisi sote, hususan kwa vijana kwa jumla, wake kwa waume, msifanye maamuzi ya haraka katika mambo yenu yoyote. Mambo yako ikiwa ya masomo, ni mambo ya kazi, ni mambo ya ndoa, usifanye maamuzi ya haraka. Na kipindi ambacho mnacho, kipindi cha mkulewacho cha ujana, ni kipindi muhimu sana katika maisha, msikipotezeni. Mtume SAW katika hadithi yake maarufu alitupa roadmap, ramani ya barabarani kuifuata katika maisha. Ndio anatuambia mambo 5: ightanim khamsan qabla khams, wahi patiliza mambo 5 kabla ya 5. La kwanza katika 5 ambalo Mtume alihusia akasisitiza, alituambia shababaka qabla haramik, patiliza kipindi cha ujana wako, ubarobaro wako, kabla usia wa mtu mzima. Patiliza, kwa sababu Mtume ayua alayhi salatu wasallam kwamba kipindi cha ujana ndio kipindi cha nguvu, ndio kipindi cha akili kuwa sawasawa, madhubuti kabisa, ndio yani raghba na hamu ya kufanya mambo. Usipofanya katika ujana wako, baadaye hata ukataka kufanya, utakapojitahidi hayatokuwa ni kama lao waliyafanya ujanani. Wako watu wazima kusoma utu uzimani, lakini kusoma utu uzimani si sawa na kusoma ujanani. Fanya maamuzi namna hiyo, utu uzimani utakufanya mambo yale waliyafanya ujanani, wangalifanikiwa mara 10 zaidi kuliko ndio kuyafanya wakati wamekuwa ni makongo ya utu uzima. Ukisikia utu uzima watamani, kama nako ni kijana ningalifanya kadhaa, lakini ulikuwa kijana wewe, kuzaliwa mtu mzima, ulizaliwa ni kijana, ulifanya. Sasa hizo zisingizio za kuepuka lawama. Kama ningalikuwa ni kijana ngalinatambua, hangalingia mtu hapa, wangalituambua Wamanyagarika, wangalituona watambueni na nyinyi wenyewe hamuitambui nyinyi wenyewe. Wengine watawatambua kwa nyinyi wenyewe hamuitambui nyinyi, wengine watawatambua, lakini katika kuipumbaza na kuiondoeshea lawama. La pili, iqtanim 5 qabla 5 shababaka qabla haramak, ubarobaro wako, ujana wako kabla ya uzee wako. La pili, wa hayatak qabla mamatik, ila mwisho. Lakini la 5 ni hilo, yani na uhai wako, patiliza uhai wako kabla usiafa. Ukisakufa ndio basi huna tena ndia ya kufanya lolote ile, sababu ya rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan
fima tarak, nirudisha nami ya Rabbi duniani katiti tu, kaenda kafanya mazuri katika ule muda niliopotea. Muda umepoa, miaka 50, 60, 70, 80, hukufanya la maana. Yeo koleo zimekusimamia, Rabbi rjiuni laali a'malu saliha, nirudishani huko katiti tu, niengezeani visa ya duniani kikoma, imekoma, hakuna kurejea, utakwenda utake usitake. Kwa hivyo wa hayataka kabla mamatika, patiliza uhai wako kabla ya kufa kwako. Wa sihatak kabla maradhik, patiliza wahi wakati wa afya yako kabla usiangiwa kwa maradhi. Mwanadamu kimaliza miaka 40 aghlabi hana kunawiri tena, wankusinyaa sasa nawiri. Falamma balagha ashudda wa balagha 40 sana, 40 hapo ukiwa wadunda yuwa sasa, kuna cha kudunda tena, nkushuka sasa, na kuna kupanda, hakuna kupanda tena. Kwa hiyo wasihata kabla maradhi, patiliza afya yako kabla ya maradhi yako. Na katika manyasio za Mtume sallallahu alayhi wasallam, waghinaka kabla faqri, patiliza wakati Mungu amekuruzuku una nafasi ya chochote, fanya yale utakayoyafanya kabla usiyafukarika. Utajiri hauna dhamana na umaskini sio milele. Mtu aweza kulala tajiri kaamka maskini, aweza kuamka maskini kalala tajiri, hakuna dhamana, mtu asighulike. Angalia tu watu wanaokuzunguka, wangapi walikuwa ni matajiri wa kutaika, yeye wamekuwa ni watu hawatambulikani tena, na wangapi walikuwa ni maskini wakisaidiwa, yeye wao wamekuwa alhamdulillah, Mungu amewaneemesha. Wewe usipatiliza wakati unacho, fanya yale utakayofanya, usingoje mpaka ukaona kitu kama angalikuwa nacho peke yangu ningalifanya hili peke yangu, sitaki msaada wangu, lakini bora nilipokuwa nacho ukufanya, hata kwa dhihaka ukufanya. Waghinaka kabla wafiraghaka kabla shughuli. Kila mwisho tunasakatuambia patiliza ule muda wa nafasi yako, ambapo huna mambo mengi, huyaoa, huna zijana, una muda wa kufanya mambo. Patiliza ile fursa, kwa sababu itakuwa wakati utamani upate robo saa tu ya usome juzu tu, robo saa usome juzu, huna muda. Mambo namna kupeka ulimwengu sura ukutaushao, una makini kabisa. Kwa hiyo patiliza wakati, una fursa, una wakati wa kufanya mambo, fanya, kisha utabakiwa na mayuto usipofanya. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atuwafikie subhanahu wa ta'ala, tujalie katika wale ambao tusikiao mema tukaandama na maovu tukaepuka. Zijana, hii nasaha maalum kwenu nyinyi, msifanye maamuzi ya haraka haraka, msipoteze umri wenu wa ujana, utakuwa kuiyuta baadaye munene kama ule alionena, laita shababu yaudu yauman fa ukhbiruhu bima faala almashibu. Abul Atahia alipokuwa mtu mzima, laita shababu, natamani kama hunu ujana, yaudu yauman, utarudi tena siku moja tu, siku moja tu ndio kuwa kijana. Kwa ajili gani? Fa ukhbiruhu bima faala shababu, ni upe habari hunu ujana utakapokuya, utu uzima umenitenda nne, umenifanyia hiye, nilikuwa na kadha, sasa yao siwezi moja katika alikuwa nikiaweza. Aqulu hadha astaghfirullaha alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim karim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه